na kuna baadhi ya makosa ambayo tunaweza tunayafanya hata katika marafiki zetu. Saa zingine tuna marafiki ambao tunajua hawa wafungi na wala si wagonjwa na wala hawana udhuru yoyote ya kisheria, hawafungi, tunawajua. Anakuja kukuomba, naomba buku nisaidie 1000 nikanunue chakula nile, unampatia buku na unajua huyu hapa afungaji na unampa. Anasema Said Sistani unapata dhambi na unaingia katika mlango ya kuchangia yule amwasi nani? Amwasi Mungu. Kwa kuna baadhi ya madhambi tunakuwa tunaingia ambayo hayatuhusu sisi. Tunajua kwamba marafiki zetu tunawajua kabisa wafungi na wanatuomba pesa, tunawapa waende kununua chakula. Kwa hiyo ufupisho ni kwamba, je, mimi na mfanyakazi ndani, mfanyakazi wangu, na ninajua hafungi na ni Muislamu, ana udhuru yoyote ya kisheria, je, ninaruhusiwa mimi kumpatia chakula ale? Anasema Said Sistani hapana, huruhusiwi kumpatia chakula ale kama hana udhuru, si mgonjwa, na kama ni mwanamke hayupo katika ada yake ya hedhi, hata kama ni mfanyakazi wako wa ndani, huruhusiwi kumpa chakula. Na ukimpa chakula unakuwa wewe umechangia yeye kumwasi nani? Kumwasi Mungu, kwa hiyo unapata dhambi. Au mimi na hoteli yangu nauza chakula mchana wa Ramadhani, je, inaruhusiwa mimi kuuza chakula? Ndio, unaruhusiwa kuuza, kwa sharti wanaokuja kununua chakula kwenye hoteli yako wawe ni wagonjwa, wawe ni wasafiri, au wawe ni watu ambao si Waislamu. Kwa mujibu wa Said Sistani unaruhusiwa watu hao kuwauzia chakula. Lakini kama wanaokuja kununua hotelini kwako chakula ni Waislamu ambao wanawajibika wafunge na wanajua kwamba hata kama wasipofunga wanajua sehemu kwako ndio watapata chakula, anasema Said Sistani inabidi hoteli yako hii uifunge, uruhusiwi kuwauzia watu hawa. Kwa ni lazima tuwe makini katika kuishi ndani ya mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhani. Hii ni nukta nyingine. Sawa, mimi nimefungua hoteli nauza chakula, hata kama wanaokuja kununua kwangu chakula katika hoteli yangu ni wale ambao wameruhusiwa kisheria kula, lakini kama watu hawa kuja kununua chakula katika hotelini kwangu wana washawishi wengine wasifunge kwa sababu wanajua kwangu kinapatikana chakula, anasema Said Sistani kama hawa watu wanaokuja kununua kwako chakula watapelekea kuwashawishi wengine wale ambao ni wajibu wafunge wasifunge kwa sababu kwako kunapatikana chakula, anasema Said Sistani kama hoteli yako inawashawishi na wengine wasifunge, anasema hautaruhusiwa kuwauzia chakula kwa watu wote, hautaruhusiwa kuwauzia chakula. Kwa hiyo inabidi hoteli yako uifunge, hata kama watakuja kununua ni watu ambao wameruhusiwa kisheria kula, kwa sababu watu wanaonekana wanakuja kwako kwa wingi kununua chakula, na ukajua kwamba hii inaweza kawashawishi hata wasiokuwa wagonjwa waje kununua chakula, na wewe ukawa umechangia watu wao kutokufunga mwezi mtukufu nini? Wa Ramadhani. Anasema Said Sistani inabidi uifunge hoteli yako, usiuzi chakula. Kwa siku ya leo inshallah tutaishi hapa. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin.